SNTV Online. Huu ni wakati wetu. Mkuu wa wilaya Magharibi A Unguja, Leila Burhani Ngozi, amewahimiza wazazi na walezi kuhakikisha wanawapeleka watoto wao kupata chanjo ili kuwakinga dhidi ya magonjwa mbalimbali ya kuambukiza na kulinda afya jamii kwa ujumla. Amesema hayo wakati wa uzinduzi wa wiki ya chanjo iliyofanyika katika kituo cha afya Kianga wilayani Magharibi A Unguja. Ameeleza kuwa serikali kupitia Wizara ya Afya Zanzibar imeendelea kuandaa na kusambaza chanjo kwa lengo la kuwakinga watoto dhidi ya maradhi mbalimbali, hatua inayochangia ukuaji bora na afya njema kwa watoto. Kama inavyojulikana, chanjo ni kitu kizuri kwa maisha ya watoto wetu katika ukuaji wao wa kila siku. Hii inamfanya mtoto awe na kinga ya magonjwa mbalimbali yatokanayo na chanjo, ikiwemo surua, kupooza, kifua kikuu, homa ya uti wa mgongo, kuharisha na maradhi mengineyo. Tunafahamu chanjo mbalimbali ambazo tunapatiwa kwa watoto wetu, na hii imekuwa ni elimu ambayo tunapewa tokea tukiwa wajawazito mpaka tunajifungua. Kwa sababu hapo zamani na hapa lazima tujipongeze sisi wenyewe kwa kupiga hii hatua. Na ndio maana niliona clip ya mama yetu, Mama Mariam Mwinyi, mke wa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, katika kazi zake zile zile ya taasisi yake ya Maisha Bora Foundation katika kuhamasisha chanjo mbalimbali, akituhamasisha lakini akielezea namna gani Zanzibar tulivyopiga hatua. Tuna kila sababu ya kuipongeza Serikali ya Mapinduzi Zanzibar kwa kufanya hivyo au kwa kuwajali wananchi wake katika mambo ya afya pia. Chanjo zetu ambazo tunapatiwa, tunajua kuna maradhi mengine ambayo hayana chanjo moja kwa moja, kwa mfano malaria. Na sasa hivi kama tunavyoona tuna mvua za masika, na tukiangalia vyanzo vikuu vya maradhi hayo ni pamoja na mazingira yetu yakiwa machafu. Kivipi? Unakuta maeneo yetu yana madimbu ya maji na yapo. Sasa tusiangalie tu hizi chanjo, lakini tuangalie pia na hayo maradhi ya malaria. Kwa hiyo tunatakiwa sisi wenyewe tuweke mazingira yetu safi ili tuweze kujilinda nayo. Maji machafu hayo sio tu katika maradhi ya malaria, lakini hata maradhi ya kuharisha, kipindupindu. Wakati ni huu, tusipojitayarisha, tusipoweka mazingira yetu safi, basi tutakuja kukumbwa na janga ambalo tutashindwa kujizuia, na tunamwomba Mwenyezi Mungu atunusuru na hilo. Lakini sisi tuna wajibu wa kuchukua hatua. Aidha, amesema wilaya Magharibi A imefanikiwa kufikia 83% ya utoaji wa chanjo kwa watoto wa rika zote. Kwa utoaji wa chanjo, wilaya yetu kwa mwaka jana imeweza kuchanja watoto 9595 kati ya watoto 9707, ambayo ni sawa 99%. Tujipongezeni sana. Ni hatua kubwa. Ni kwamba inaonyesha kwamba sisi tunatoa elimu na watu wametuelewa. Kwa sababu zamani bwana, watu walikuwa wanasema tusiende kwa chanja. Mizungu imekuja imefanya nini? Imetuletea dawa hizo, watoto wetu sijui watakuwa hivi. Tusizae. Hapana. Haiko hivyo. Hizi chanjo kama tulivyotangulia kusema ni chanjo za kutulinda na magonjwa mbalimbali, miongoni magonjwa hayo au maradhi ambayo tumeshataja. Kwa robo mwaka huu watoto wapatao 2079 kati ya watoto 2995 sawa na 83% wamepatiwa huduma za chanjo, ambapo watoto 416 mpaka sasa hawajachanjwa na wengine hawajakamilisha ratiba zao za chanjo. Wito wangu kwa wazazi, wazee na walezi, tutumie fursa hii kwa kuhamasishana kwa kila mmoja wetu kuwafikisha watoto wetu katika vituo vya afya kwa ajili ya kupata chanjo ambayo ni haki yao ya kimsingi, kwa lengo la kuwalinda watoto na magonjwa ambayo ni hatari kwa afya zao. Kwa
upande wake, daktari dhamana wa kituo cha afya Kianga Tatu Ali Amuri amempongeza mkuu wa wilaya huyo kwa juhudi zake za kuhakikisha huduma za chanjo zinawafikia wananchi kwa ufanisi, hatua iliyochochea mwamko mkubwa wa wananchi kujitokeza kupata chanjo pamoja na elimu ya afya. Chanjo hizi zinatoka za kawaida katika vituo vyetu vyote vya afya ambavyo wilaya hii ya Magharibi ina jumla ya vituo vya afya ambavyo vinatoa chanjo vituo 13. Lakini leo tupo Kianga tunaiazimisha wilaya. Chanjo tunazo tofauti, lakini mara nyingi tunatoa kwa watoto wenye mwaka mmoja au siku moja ya kuzaliwa mpaka muda wa miaka 5. Mkuu wa wilaya kipindi kirefu Magharibi ilikuwa haifanyi vizuri kwenye chanjo, lakini tuwape hongera au nikupe hongera wewe kwa usimamizi huu. Kwa mwaka uliopita, mwaka 2025, kiwango cha chanjo tumefikia 99%. Hongera hizi zinakuja kwako kama ni msimamizi wa wilaya kwa huduma zote, lakini pia zinakwenda kwa wenzetu ambao tunafanya kazi karibu nao, masheha. Hongereni masheha kwa usimamizi. Lakini pia hongera hizi zinakwenda kwa CHW ambao wao wanahamasisha sana utoaji wa chanjo katika jamii, lakini hata na watendaji wa vituo. Bila wao hapa hatutoboi. Hongereni sana. Kwa mwaka huu tangu tumeanza hivi sasa tuna chanjo ya 83% katika ile Penta 3 ambayo ndio kipimo cha chanjo. Lakini lengo la Shirika la Afya Duniani mkuu tufikia 95%. Kwa mwaka jana tulipita mwongozo huu wa dunia. Lakini mpaka sasa hivi huu mwezi wa 6, mwezi wa 4 tuna 83%. Kwa hiyo bado tunataka hatua tuweze kufikia, na naamini uwepo wako mkuu na uwepo wa viongozi wengine na uwepo wa program na Wizara ya Afya, naamini tutaweza kufikia lengo hilo, kufikia hata 100%. Nao wananchi waliojitokeza kupatiwa chanjo hiyo wameridhishwa na uwepo wa chanjo hiyo, kwani wanaamini itapelekea kuwanusuru watoto wao na magonjwa tofauti. Nimeamua kuja na mtoto kumpatia chanjo, kwamba kutimiza kwamba haki yake ya msingi kama mtoto aweze kupata hiyo huduma bora afya, ni kwa ajili ya kinga yake, maisha yake ya leo, kesho na baadaye. Kwa sababu kwamba atakapofikia kwamba ukadelay kumpatia mtoto chanjo, basi athari yake kwamba sio leo tu, kesho wakati mzazi hupo tena, basi kwamba athari yake inaweza kuonekana, ni kinga maradhi mbalimbali. Lakini pia kama mwanaume kwamba jukumu la ulezi linaanza kwa baba kwanza. Ingawa tunasema wanaume ni watafutaji, lakini kwamba jukumu la ulezi linaanza kwa baba, kuanzia ngazi za awali, ngazi za msingi, kuanzia kwenye tiba, uzima wake, mahitaji mengine ya msingi. Kwa hiyo kwamba lazima kwamba tuje katika vituo vya afya kuweza kupata chanjo tukiambatana na mama zao, ili tuweze kujua mabadiliko yote, maelekezo, miongozo, ili tuweze kushirikiana katika jukumu zima la malezi na kuwapatia huduma bora watoto wetu. Nimemleta mtoto wangu leo clinic kuja kupata chanjo kwa afya yake, kwa sababu mtoto kama hujamleta kwenye chanjo anaweza akaja akapata maradhi ambayo ukienda hospitali ukaja kuanza kupata shida. Kuja kumleta mtoto kupata chanjo kuepukana na maradhi mingi yanayotokezea, maradhi ya polio, kuna maradhi ya kupooza, kuna maradhi mengi na kadhalika, mengi sana yapo maradhi. Unapopata chanjo mtoto kidogo ananusurika na yale maradhi. Ikumbukwe kila mwaka tarehe 27 Aprili bara la Afrika huadhimisha wiki ya chanjo, ambapo kwa upande wa Zanzibar anashiriki kwa mwaka wa 11 tangu kuanzishwa kwake mwaka 2011. Subscribe, bonyeza alama ya kengele kupata habari nyingine kama hizi. Pia usisahau kulike na kushare. SNTV Online, huu ni wakati wetu.